kwa sababu utamaduni si wa mtu mmoja. Utamaduni si wa serikali peke yake. Utamaduni unamhusu kila mtu anaishi katika visiwa hivi. Akiwa mtu mzima, utamaduni ni wake; akiwa kijana, utamaduni ni wake; akiwa mtoto, utamaduni ni wake; awe mwanamume awe mwanamke, wa rangi yoyote, wa kabila lolote, wa dini yoyote, utamaduni huu unamhusu. Katika msingi huu ni wajibu wetu sasa kwamba sote kwa pamoja tushirikiane katika kuendeleza na kuulinda utamaduni wetu. Afisa utamaduni wilaya Magharibi B amewataka wazazi kuhakikisha wanawadhibiti watoto wasifike katika eneo za fukwe ambazo zimekuwa zikipokea wageni, hatua ambayo itasaidia kulinda mila, silka na utamaduni wa Zanzibar. Sehemu hii mara nyingi, leo nashukuru hatujakuta watoto, lakini mara nyingi tukija tu tunakuta watoto hapa, na wengine baadhi yao huwa wanachukuliwa mpaka kule Kwale. Kwa hiyo sisi hapa tunafanya kazi hapa, tujitahidi tukiwaona zile age manake ni ndogo watoto, tusiwaruhusu. Na nyinyi ndio walezi wa watoto, mababa. Kwa hiyo mnavowaona muhakikishe wale watoto mnawafukuza, mnawaambia warudi nyumbani. Naye afisa utalii wilaya Magharibi B wamelazimika kufanya kikao hicho na wananchi kutokana na matatizo yanayowakabili wageni wakiwa katika maeneo ya bahari, ukizingatia kuwa utalii unachangia pato la taifa kwa 30%. Utalii ndio roho ya taifa letu Zanzibar. Kwa hiyo utalii haumhusu mkuu wa wilaya au waziri wa utalii au katibu mkuu. Utalii unamhusu kila mmoja wetu. Manake inapotokea dosari, athari yake inakuwa ni kwa taifa zima. Kwa hiyo kila mmoja katika nchi hii ya Zanzibar anastahili kuulinda utalii kwa nguvu zake zote. Kwa upande wao wavusha watalii nao walikuwa na haya ya kusema. Wote watu wa Dimani Kikungu, hilo ndo rasilimali yake. Umeanza utalii sasa hivi tangu 97 kwa huku Fumba mpaka leo. Kuna kizazi kingine bado hakijazaliwa kama alivyosema babangu baba, lakini mpaka leo watu wanafanya kazi hii, hajajua umuhimu na thamani wa hii kazi mpaka itakapoondoka. Kwa nini nasema hivi? Ulipoanza utalii hapa Fumba, kuna mipango tumepanga sisi wenyewe kama watu wa Fumba na imetushinda kutekeleza. Na leo watu wa Fumba tunataka tena kupanga sheria hii ambayo hatujui athari yake na faida yake. Nafanya kazi kwa kampuni kubwa Safari Blue. Boti za Elena. Basi nitajiona mie ndio mie. Sitomjali huyu mdogo. Hiyo inakuwa ni dharau yetu, ni nature yetu. Kwa mimi ni kwetu Fumba. Hata unaamka tu unaambiwa wewe kwenu hapa. Wewe si unafanya kazi kwa mzungu tu.